Bwana mwanasheria mkuu wa serikali baada ya kuapishwa, kitu cha kwanza alichoanza nacho ni kuhusiana Mangi Kimambi na kumchukulia sheria. Lakini Mangi Kimambi amejibu mapigo kwa kufichua siri nzito ya mwanasheria huyu wa serikali. Mangi Kimambi ameandika kwamba hizi ndizo details za mwanasheria mkuu mpya ambaye hana uhalali sababu kaapishwa na rais asiye na uhalali wa Tanganyika. We are big trouble. We are in big trouble na tusikubali. Moja, Hamza Johari ni Mzanzibari na amefundisha chuo cha taifa cha usafirishaji NIT na baadaye akawa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Mbili, hayo mawili juu sio muhimu. Jambo kubwa kumuhusu Hamza Johari ni kuwa huyu ndo binadamu aliyepewa na Abduli kazi na alisimamia ubinafsishaji uuzwaji wa bandari za Tanganyika na hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Yeye ndo alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali GNT na wanunuzi, yani DP World na Adani Group. Sasa wanajulikana kama Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited EAGTL. Tatu, baada ya kufanikisha dili hilo, tuzo yake akateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ili hasa asaidie kusimamia masuala yote ya kisheria yanayoweza kuibuka kuhusu mkataba wa ubinafsishwaji wa bandari ya Dar es Salaam, jambo ambalo kwa uhakika lina mazongezonge mengi na ufisadi ndani yake. Nne, kwa kuthibitisha kwamba amehongwa hicho cheo, Bwana Hamza Said Johari ndiye mwanasheria mkuu wa serikali wa kwanza ambaye sio wakili. Tangu tupate uhuru haijawahi kutokea mtu awe mwanasheria mkuu wa serikali bila kuwa wakili. Alicho nacho hapo ni degree 2 tu. Hajawahi kwenda Law School of Tanzania kupata postgraduate diploma in legal practice. Hana muhuri wa wakili. Mbaya zaidi, hajawahi kukanyaga mahakamani, maana inahitaji mtu awe wakili ndipo uruhusiwe kwenda mahakamani. Kwa mara ya kwanza tangu dunia kuumbwa tunamshuhudia mwanasheria mkuu wa serikali ambaye sio wakili na hajawahi kupita law school yoyote. Bwana, huu ni ujumbe wa Mangi Kimambi kwa mwanasheria mkuu baada ya kumvaa. Amekuja na details zake zote kwamba huyu bwana sio wakili, lakini pia alichonacho ni degree 2 tu na hajawahi kupita hata mahakamani, kwa sababu ili uingie mahakamani unatakiwa kuwa na muhuri wa uwakili. Naam, huyu ni Mangi Kimambi amemjibu Bwana Hamza Johari ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali, na baada ya kuapishwa tu akaenda kumvaa Mangi Kimambi.